Kumiliki silaha kwa watu binafsi ni zoezi la muda mrefu linaloendelea katika maeneo mbalimbali, lakini kuna baadhi ya maeneo hauruhusiwi kuingia na silaha hiyo hata kama unamiliki kihalali. Mojawapo ni katika maeneo ya viwanja vya ndege, ambapo msafiri anayemiliki silaha hufuata taratibu. Kuna wengine ambao ni mara ya kwanza kabisa, hawajui taratibu zikoje wanaposafiri kwa njia ya ndege. Leo katika kilele cha wiki ya utamaduni wa usafiri wa anga, tumempata mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambacho kiko katika hatua za mwisho za ujenzi ili kiweze kutumika, na tumemuuliza swali kuhusiana na mtu anayemiliki silaha anawezaje kusafiri na silaha yake, au afuate taratibu gani ili asafiri na silaha yake, ili hali katika vitu ama vifaa ambavyo vimeorodheshwa havitakiwi kusafiri kwa njia ya anga. Mojawapo ni silaha ambayo ni bastola, lakini vile vilipuzi ama perfume ambazo huwa zinazuiwa. Au abiria ambao wanamiliki silaha kihalali wanapotaka kusafiri nazo, hasa kwa safari za ndani ya nchi, akifika katika kiwanja cha ndege, anafika kituo cha polisi, anaideclare hiyo silaha. Maafisa wa polisi wanaichukua silaha, wanahakiki kama inamilikiwa kihalali, and then wanaiweka katika kasha maalum ambalo linakabidhiwa katika shirika la ndege linalosafiri, inahifadhiwa. Abiria atakapofika anakokwenda, afisa wa polisi anapokea ile silaha, anamkabidhi abiria, anaendelea na safari yake na silaha yake. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa na umiliki halali wa silaha, alafu na kuisubmit au kuideclare hiyo silaha kwa jeshi la polisi na askari ambao wako katika kituo cha polisi. Kitendo chochote ambacho kitafanya abiria mwenye silaha asideclare kwamba ana silaha, huu ni uvunjifu wa sheria namba 8 ya mamlaka ya viwanja vya ndege ya mwaka 2024. Hilo ni kosa. Swala jingine amezungumza kuhusiana na usalama wa viwanja vya ndege, huku akiwaomba wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya usalama wanapoona kuna viashiria ama kuna watu ambao wanaweza wakahatarisha usalama wa viwanja vya ndege, ikiwemo wafanyakazi pamoja na wasafiri. Tunaamini wanaopanga kuhujumu usafiri wa anga wanatokea sehemu mbalimbali. Kwa hiyo wananchi, wafanyakazi, mashirika ya ndege, viongozi, wana usalama kwa pamoja, wakipata taarifa mapema wanaweza wakazuia matukio yanayohatarisha usalama wa usafiri wa anga. Wananchi na majirani wanaozunguka viwanja vya ndege, wakiwa wanaona mienendo ambayo sio ya kawaida katika viwanja vya ndege, wakitoa taarifa, vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza vikazuia vitendo ambavyo vinaweza kuhatarisha usafiri wa anga. Abiria wakiwa wanafahamu vitu hivi haviruhusiwi kuingia katika ndege, kwa mfano explosives au mikebe ambayo ni pressurized kama perfume au air freshener, hivi vyote wakifahamu na wakaacha kuviingiza katika ndege, au battery ambazo zina corrosives, wakifahamu na wakajua na wakaacha kuviingiza katika ndege, vitazuia kuhatarisha usafiri na usalama wa anga. Na hata watu ambao wana nia mbaya, kwa mfano magaidi, ukiona any suspicious movement, nyendo ambazo si sawa, ukizitoa taarifa, vyombo vya ulinzi na usalama vinachukua hatua na kuzuia. Kwa hiyo ndio maana tunasema ni jukumu la kila mwananchi kusimamia usafiri na usalama wa anga.